Sasa hebu tujaribu kuwaza, kama angekuwa ni mama yako mzazi amechukuliwa, anavuliwa nguo, anazalilishwa, anatupwa mahali, ungejisikiaje? Kama angekuwa ni dada yako kabisa, tumbo moja na wewe, amechukuliwa, nimemwona kwenye YouTube wanasema amechukuliwa, amevulishwa nguo zote na amefanywa uzalilishaji. Ni kina nani hawa wenye ujasiri? Huyu mwingine Boniface Mwangi. Boniface Mwangi naye mwanaharakati kutokea Kenya, ambaye naye alikuwa amekuja kuhudhuria kesi pale, kuhudhuria kwenye kesi. Boniface na yeye tumemwona sasa, nafikiri kwa Serena Hoteli. Watu wanabisha, wanajitambulisha kwamba ni watu wa viongozi wa vyombo vya dola. Nimeona kwenye YouTube wanaongea nao kwamba jamani, mmekuja usiku sana, njoni kesho nini na nini. Vyovyote vile ambavyo imekuwa, lakini sasa mtu amechukuliwa na watu wanaodhaniwa kuwa ni vyombo vya dola, wameenda naye. Sasa baadaye mtu anaokotwa mpakani kule Horohoro, Tanga. Sasa kunakuwa na picha gani sasa? Mimi siamini kabisa, na asema tena, siamini kabisa kama kuna vyombo Tanzania, kwa maana ya jeshi la polisi au idara ya usalama wa taifa au magereza au jeshi lolote, wanaofanya kazi kwa mitindo hii. Siamini. Narudia tena, siamini kama kuna chombo cha dola Tanzania kinaweza kufanya kazi kwa mtindo huu, kwa sababu Afrika Mashariki na Kati, vyombo vyetu vya dola ni kati ya vyombo mahiri zaidi kuliko vyombo vingine vyote. Na siamini chombo cha dola eti kwenda kumchukua mtu kwenye hoteli na mkajitambulisha kwamba ni chombo cha dola, alafu huyo mtu akaondoka, alafu akaokotwa, ametupwa, si watasema ni nyie? Hakuna chombo cha dola ambacho kwa Tanzania ninachokiona mimi kinaweza kikafanya mambo ya kijinga kama haya. Hakipo. Kwa hiyo mimi nanipelekea kuwaza mambo mengi sana. Kwanza, imeleta matatizo sasa. Kwa mfano, ninasikia mimi rais wetu anatukanwa kule Kenya, wanamtukana rais, alafu yule aliyechukuliwa anasema eti alikuwa anapigwa, anaambiwa sema asante Samia. Hivi kweli kuna chombo cha dola kwa maana ya polisi au idara ya usalama kinaweza kuwa kinampiga mtu alafu kinamlazimisha kusema asante Samia? Kwa nini image au sura ya rais wa Tanzania inaharibika kwa kiwango hiki? Why? Na ni kwa nini tuko kimya? Tunaona, mnajua, watu wote mnajua kwamba kwenye economic diplomacy kuna mambo mawili. Kuna mahusiano na kuna biashara. Sasa mahusiano ya nchi na nchi yanapoharibika, biashara itakwendaje? Italeta matatizo makubwa kabisa. Na mpaka sasa umefika wakati tunaongelewa kwenye mitandao nchi yetu kama ni mahala pa hatari. Hii inaathiri mambo mengi sana. Kwanza inaathiri utalii wetu. Watu wanaanza kuona Tanzania si mahala salama. Mtu unaweza kuchukuliwa kwenye hoteli na ukatupwa. Watu wanaanza kuona Tanzania sio mahala salama. Why? Mtu unaweza kuchukuliwa ukatupwa na watu wanaojitambulisha watu wa vyombo. Mimi nataka niseme, lengo langu la kuongea ni kusema mimi sikubaliani na vitu hivi 100%. Hivi vinaitwa vya kijinga, havifai kutajwa kwenye jamii ya Tanzania. Na pengine mtu ataniuliza, wewe ni mbunge, kwa nini hujaongea bungeni? Watu wanapenda kusema hivyo. Leo bungeni kuna dakika za kikanuni za kuongea, dakika 10 mpaka 14 tu. Huwezi kuweka hoja kama inayotaka kuiweka. Hata ukiongea kwenye kamati uwe kwenye kamati husika. Lakini pia leo siongei kama mbunge. Anayeongea hapa ni mtu yule yule, lakini siongei kama mbunge. Mwingine anasema, sasa wewe kwani usiongee kama mneki wa CCM? Ni kweli mimi ni mneki wa CCM, ila leo siongei kama mneki wa CCM.
Mwingine atasema wewe ni askofu, kwa nini usiongee kama askofu? Leo siongei kama askofu. Leo naongea kama Mtanzania. Kabla ya uaskofu, kabla ya uneki, kabla ya ubunge, utanzania nilikuwa nao. I am talking as a citizen of my country. Naongea kama raia wa nchi yangu Tanzania, kwamba utekaji katika nchi yetu haukubaliki hata kidogo. Nataka mtu awaze. Hebu jaribu kuwaza mama yako mzazi aliyekuzaa, au kaka yako mzazi, kaka yako, watu wanakuja kumchukua ndani ya nyumba, wanaondoka naye alafu haonekani. Mimi siongei kwamba wale wanaopotea wana makosa au hawana makosa. Makosa yao siyajadili, kwa sababu sio kila kosa adhabu yake ni kifo au kutekwa. Kwa mfano, wewe una mwanao na mtoto wako kabisa amekosea, labda ametukana serikali au amefanya uhalifu, amefanya hivi. Taratibu zinazotumika ni kumchukua mtu huyu, kumarrest, kumpeleka mahakamani, ahukumiwe na mahakama. Sio adhabu ya kila mtu ni kupotea. Hapana, hili jambo halikubaliki kabisa. Na sasa ni nani anayefanya haya mambo sasa? Hii ndiyo hoja yangu. Kumbuka hoja yangu mimi ni utekaji na ushauri kwa taifa. Ni nani anayefanya haya mambo? Je, ni jeshi la polisi? Jeshi la polisi nalo lijua haliwezi kufanya hivi. Je, ni idara ya usalama wa taifa? Idara yetu ya usalama wa taifa ni watu very intelligent, hawezi kufanya hivi. Je, ni jeshi la wananchi? Jeshi la wananchi haliwezi kufanya hivyo. Je, ni magereza? Magereza haliwezi kufanya hivyo. Huwezi kwenda kumchukua mtu nyumbani, kumchukua mtu kwenye hoteli na ukajitambulisha kwamba wewe ni polisi, halafu mtu akaokotwa ametupwa. Sisi watu watasema ni wewe. Hakuna mtu mwenye uwezo wa kufanya hivyo. Lakini matokeo yake, notion iliyopo ni mzigo wote unapelekwa kwenye vyombo vya dola. Vyombo vya dola vinachafuka, rais anachafuka, nchi inachafuka, na sisi tunachafuka. This matter cannot be accepted kwenye nchi yetu. Haliwezi kukubalika. Ndio maana mimi nimeamua niongee kama Mtanzania. Narudia tena, naongea kama Mtanzania. Hili jambo haliko sawa sawa. Sasa nataka nishauri ufumbuzi wake. Si kweli, na nasema tena si kweli, kwamba vyombo vyetu pia havina habari kabisa na kinachoendelea. Hiyo si kweli. Si kweli. Mimi nashauri mambo yafuatayo. Hii orodha ya waliotekwa ninayo hapa yote, mmoja na mahali potekewa nina peji kama peji 18 hivi za watu 83 wanatekwa, kidnapping in our country, abduction. Ushauri wangu wa kwanza, lazima awepo anayewateka watu. Yupo, na anawateka kwa makusudi yake, lazima yupo. Ushauri wangu wa kwanza ambao ni wa muhimu sana, mkuu wa idara ya usalama wa taifa, nianze na mkuu wa idara ya usalama wa taifa. Unajua ni very sensitive kuongea habari za mkuu wa idara ya usalama wa taifa, si unajua lakini ni lazima tuzungumze. Tanzania ni yetu sote, na ni Tanzania kwanza, mengine yote yanafuata. Narudia tena, Tanzania ni yetu sote, na ni Tanzania kwanza, mengine yote yanafuata. Vyama vinafuata baadaye, makanisa yanafuata baadaye, vyuo vinafuata baadaye. Tanzania kwanza, alafu wengine wanafuata baadaye, na Tanzania ni yetu sote. Nianze na idara ya usalama wa taifa. Idara ya usalama wa taifa, mkuu wake, mkurugenzi wake mkuu, kwa mujibu wa sheria ya idara ya usalama wa taifa ambayo tuliipitisha bungeni
nafikiri ni sheria namba 1 ya mwaka 2024, sheria ya idara ya usalama wa taifa, ni kwamba mkuu wa idara ya usalama wa taifa anateuliwa na rais wa Tanzania bara na wa Zanzibar, na msaidizi wake anateuliwa na rais, ni mteule wa rais. Na kwa ujumla wake kwamba kiongozi mkuu wa idara ya usalama wa taifa na wa pili na wa tatu na wa nne, hawa wote kusema kweli wanapatikana kutokana na mapenzi mema ya rais wa nchi. Hiyo ni kweli, mapenzi mema ya rais wa nchi. Inaweza isiwe moja kwa moja, lakini ni wateule wa rais wa nchi. Sasa na vile vile kama rais wa nchi akijisikia kwa sababu za maslahi ya nchi au ya uongozi hakutaki, pia wanaondolewa na kiongozi wa nchi, wanateuliwa na kiongozi wa nchi na wanaachishwa kazi na kiongozi wa nchi. Vile vile kwenye jeshi la polisi, mkuu wa jeshi la polisi IGP naye vile vile anateuliwa na mkuu wa nchi, lakini pia anaondolewa na mkuu wa nchi. Vile vile magereza, mkuu wa jeshi la magereza pia na yeye anateuliwa na mkuu wa nchi na anaondolewa na mkuu wa nchi. Vile vile na jeshi la wananchi CDF, na yeye vile vile mkuu wa jeshi la wananchi anateuliwa na rais na anaondolewa na rais. Kwa rais akiona vyovyote vile anaweza kumuondoa wakati wowote. Sasa mimi nina mapendekezo yangu ya muhimu sana, na mapendekezo haya yasipoeleweka nitarudi tena kuongea na nyinyi. Unajua, ukiongea hoja nzito kama hii, kuna wale watu ambao wanarukiaga hoja barabarani. Kwenye hili jambo mimi niko tayari kurudi hata mara 6 hata mara 100, ili tulifanye vizuri, tuishi kwenye nchi kwa furaha. Kwa mfano, kwa sababu hawa wakuu wa vyombo wote ni wateule wa rais, ni jambo zuri. Mimi nawaza kwamba huyu mkuu wa chombo huyu, kwa mfano mkuu wa idara ya usalama, ameteuliwa na rais, alafu huyu mkuu wa idara ya usalama anafukuzwa kazi na rais. Ikitokea huyu mkuu wa idara ya usalama amepishana na mheshimiwa rais kwenye jambo ambalo ni la maslahi ya nchi, sisi ni wanasiasa. Mheshimiwa rais au mwanasiasa mwingine yote angependa maslahi yake ya kisiasa ya shamili. Hakuna mtu mjinga duniani ambaye asingependa siasa yake shamili, kila mtu angependa. Kwa mfano, huyu mkurugenzi mkuu wa idara ya usalama wa taifa akaona liko jambo ambalo ama mheshimiwa rais ama mamlaka za nchi zinafanya kinyume na uzalendo wa Kitanzania, halafu akashauri, bwana, mimi kama mkuu wa idara ya usalama wa taifa ninaona kwamba hili jambo linahatarisha usalama wa nchi, liachwe. Anafukuzwa kazi, anaondoka, kwa sababu huyu naye mshauri mambo ya kizalendo ndio ana mamlaka ya kufukuza kazi. Unaondoka, analetwa mwingine. Akiletwa mwingine na yeye akionekana yeye kuna mambo fulani ambayo, mimi natoa mifano, kuna mambo fulani ambayo ni ustawi wa nchi, naye anayakwamisha, yamekuja, lakini yeye anashauri, bwana, mimi naona mheshimiwa, ili jambo tusilifanye kwa sababu linahatarisha usalama wa nchi. Akikataa anafukuzwa, atakuja analetwa mwingine, na yeye anaambiwa, bwana, tunaelekea hivi, lakini yeye kwa profession, kwa taaluma yake, anaona hili jambo kwa usalama wa nchi, kwa uzalendo wa nchi, kwa future ya nchi haliko sawa. Akakataa, naye anafukuzwa. Atakapokuja wanne atakubali, kwa sababu hawa ni binadamu wenye ana familia, huyu mtu ana watoto, ana maisha, ana ambition, ana watu wanaomtegemea, ni mtu. Mkuu wa idara ya usalama wa taifa, mkuu wa jeshi la polisi, mkuu wa jeshi la magereza, mkuu wa jeshi la wananchi ni binadamu kama binadamu mwingine yeyote. Akiona wenzangu walitetea maslahi ya nchi wamefukuzwa na mwenzangu mwingine amefukuzwa, itabidi mtu akubali. Mimi sisemi kwamba kuna mtu amekubali kuacha kutetea uzalendo wake akawatetea wanasiasa. Mimi nakupa mfano kwamba atakubali. Nikupe mfano, kwa mfano, nikupe mfano. Ni mifano hii, naomba nielewe vizuri. Kwa mfano, tunadaiwa deni, niseme
tunadaiwa deni na nchi fulani, labda Ufaransa au Uingereza au nani, au kampuni yoyote au taasisi yoyote. Halafu hiyo taasisi nayo tudai deni kama nchi ikasema basi ule muda wa kulipa umepita, tunaomba sisi mtukabidhi ziwa Tanganyika tuwe tunaliendesha kwa miaka 100 au miaka 30 au miaka 40. Halafu tutatumia kwa maana ya tutavua, tutafanya utalii miaka 40 au 20, tutarudisha hela zetu. Unanielewa eh? Sasa huyu mkuu wa chombo, kwa mfano mkuu wa idara ya usalama wa taifa, au mkuu wa jeshi la polisi, au mkuu wa jeshi la wananchi, au mkuu wa jeshi la magereza, au wakuu wa vyombo wote wakasema, samahani mheshimiwa, hili jambo ni kweli tunadaiwa, tutafute njia nyingine, tusimpe huyu ziwa Victoria. Ameondoka yule, amefukuzwa yule. Lakini alichofukuziwa sio kwamba amefanya kosa, anatetea masilahi ya nchi, ndio maana kimemfanya afukuzwe kazi. Kwa hiyo tukifanikiwa kuwalinda hawa wakuu wa vyombo wasifukuzwe hivi hivi kirahisi, watakuwa na uwezo wa kuisimamia nchi yetu vizuri bila kupata madhara yanayoathiri familia zao. Utekaji unaondoka. Utekaji unaondoka. Utaniuliza mimi, sasa utekaji unaondokaje? Siamini. Narudia tena, I don't believe it. Siamini kama watu wanaotoweka hawa eti vyombo vinakuwa havina taarifa kabisa 100%. Siamini. Na kama ndivyo hivyo kwamba vyombo havina taarifa kabisa, basi tunaishi kwenye nchi ambayo ni hatari. Lakini mimi siamini. Kama nilivyosema, vyombo vyetu ni very competent. Idara ya usalama wa taifa very competent. Polisi wetu wazuri. Jeshi letu la wananchi ni zuri. Lakini mahala ambapo wakuu wa vyombo hapa wanafuatilia jambo, halafu wakakumbana na wanasiasa sisi na mamlaka za kisiasa, kwa maana ya rais labda ana interest nalo, halafu mkuu wa chombo akasema, bwana mheshimiwa rais, bwana hii tuliache, anafukuzwa. Anaitwa mwingine, bwana hili tuliache, anaondoka. Anafukuzwa mwingine. Wakifukuzwa 3, 4, 5, atakayekuja wa 6 au wa 5 atakubali. Kwa hiyo nchi itaanza kwenda upande, na hili jambo ni ngumu kulizungumza, lakini lazima lizungumzwe. Kwa mimi nashauri mambo yafuatayo. Cha kwanza ambacho nashauri, nisikilizeni vizuri. Mimi kozi mnanijua mimi siongei mambo ya hovyo hovyo, na ndio maana sijawahi kuongea na media tangu nimekuwa mbunge. Lakini nimeona tutapoteza nchi. Tanzania ni yetu sote, na Tanzania kwanza, mengine yote yanafuata. Ushauri wangu wa kwanza, ni kweli tubadilishe sheria yetu, iendelee kwamba wakuu wa vyombo, kwa maana ya DGIS, mkuu wa idara ya usalama wa taifa na msaidizi wake na wasaidizi wake, wale wateule wa rais wote, mkuu wa jeshi la polisi IGP na watu wote ambao ni wateule wa rais, mkuu wa jeshi la magereza, mkuu wa jeshi la wananchi, wateule wa rais wote, ni kweli wao wanateuliwa na rais. Lakini wakitaka kutoka, sababu zao za kutolewa zipelekwe kwenye kamati ya bunge ya usalama na mambo ya nchi za nje, kwamba huyu bwana nilimteua mimi, lakini nataka kumtoa. Zionwe sababu hizo, tuzione, tuone kwamba je, huyu hatolewi katika nafasi yake kwa sababu ya uzalendo aliofanya? Mtu anataka nielewe, ili wabunge, kuna kamati ya ulinzi na usalama na mambo ya nje ya bunge, waangalie kwamba mtu anapotaka kutolewa, kama nchi zingine, naona kama Marekani, kiongozi wa chombo anapokuwa anateuliwa, kama unavyojua, anahojiwa na maseneta, wanamhoji. Na sisi tufike mahali kwamba kiongozi wa chombo anapotaka kuondolewa, sababu za viongozi wakuu wa vyombo ambao ni wateule wa rais, kama DGIS na aliye chini yake na aliye chini yake, na mkuu wa jeshi la polisi na wale wote ambao ni wateule wa rais, na magereza na jeshi la wananchi wateule wa rais, umteue sawa, ili tulilinde taifa. Unapotaka kumtoa, sababu za kumtoa yule mtu ziletwe kwenye kamati ya ulinzi na usalama na mambo ya nje ya nchi ya bunge, kwamba huyu bwana tunataka kumtoa, lakini sababu za kumtoa ni hizi hapa, ni hizi hapa, ni hizi hapa, ni hizi hapa, ni hizi hapa.
ili kusudi tuone, je, huyu mtu hatoki kwa sababu ameitetea nchi yetu? Huyu mtu hatoki kwa sababu ametimiza wajibu wake wa kitaaluma katika kuisaidia nchi yetu iwe bright? Hiyo itatusaidia sana, na itawafanya hawa wakuu wa vyombo wawe wanaamua mambo, hata kama wakiamua kinyume na mamlaka zetu, lakini waamue kwa kuitetea nchi yao wenyewe. Hapa tutaona sasa ethics za kazi zao zimekuwa salama. Ni binadamu hawa. Mtu ataniambia kifupi tu, Gwajima, hawa wameapa bwana, wana kiapo. Sikiliza, DJIS ana kiapo, ni binadamu, ana familia na watoto, na msaidizi wake wana familia na watoto. Leo hii ameambiwa ondoke. IGP ana familia na watoto na future. Ameliona jambo ambalo haliko vizuri kinchi, haliko vizuri kiusalama, haliko vizuri kiuzalendo, lakini mamlaka za kisiasa zinaliona hili jambo ni kete ya kisiasa. Amesema sasa, hili bwana hapana, mheshimiwa, hili hapana, nenda nyumbani. Analetwa mwenzako, naye anasema hapana, nenda nyumbani. Utafika wakati ataletwa mtu wa kukubali mambo ambayo hayako sawa, halafu tumepoteza nchi. Tunakoelekea, where we are heading now as a country, kuna siku tutapata matatizo. Kwa mimi nashauri kwamba tuitengeneze sheria yetu, kwamba ni kweli wakuu wa vyombo hawa wote waendelee kuteuliwa na rais, lakini ili watoke kwenye madaraka yao, sababu za kwa nini watoke iletwe kwenye kamati ya ulinzi na usalama, mambo ya nchi nje ya bunge, kwamba huyu bwana tunataka kupumzisha, lakini sababu zenyewe ni hizi, tuzione. Asije kuwa anapumzishwa kwa sababu amekataa kuuza bandari. Mimi siyasema bandari imeuzwa, nakupa mfano. Asije kuwa anaondolewa kwa sababu amekataa kuuza mapoli. Asije kuwa ameondolewa kwa sababu anawatetea wananchi. Tukajikuta tunapoteza wakuu wa vyombo wazuri wenye uwezo wa kutetea nchi, na tunakuwa na wakuu wa vyombo ambao hawezi kuitetea nchi. Hiyo ndio hoja yangu ya kwanza, na ni muhimu sana. Vinginevyo tukiendelea hivi, hatuna nchi kule mbele. Hakuna mtu ambaye hajui kwamba wewe ukiwa mtu mzima na umefika kule juu, ukaambiwa ufanye kitu, halafu ukakataa au ukashauri vinginevyo, kwa hapa Tanzania au mahala pengine, hautasafa consequence, utasafa. Na wale wakuu wa vyombo mliopo, mnaweza kuyaona maneno yangu haya ni ya Gwajima. Itakapowafika na nyie mtaelewa kwa nini Gwajima alikuwa anasema haya. Mnaweza kureact na kusema Gwajima huyu kwa nini anaongea haya? Lakini mbona yaliwafika wenzenu? Yatakapowafika na nyie mahala fulani, na nyie